Msikilizaji, safari yetu ya Hamza inazidi kusonga mbele. Asante sana kwa uwepo wako, na hii ni sehemu ya 142, sehemu ambapo tuliishia ni baada ya kuona Hamza ni kwamba aligundua yale mawe ya fuele yalikuwa na msaada wa kumtoa mtu asiye na nguvu kabisa za nishati na kumfikisha level ya nafsi. Kwa hiyo sasa akaona sasa atumie hayo, ama yeye pamoja na Yulia watumie teknolojia ya Earth Axis na nguvu ya uyoga wa uhai pamoja na fuele hizo, ambao ndio msingi mzima wa mpango wa kuweza kumfufua Angel. Sasa je, atafanikiwa? Na Yulia aliweza kuyacheki hayo mawe, na baadaye Yulia akasema ya kwamba hakika Afrika sijui ujinga utatoka lini. Hatuna tunachokijua kabisa, na yani sijata lini tutastaarabika. Yani tumekuwa tukipoteza malighafi ya thamani sana namna hii. Kwa hiyo ni yapi ambayo yanaendelea msikilizaji, lakini mpango mkubwa, je, Angel atafanikiwa kufufuliwa pamoja na Hamza kwa kutumia hizo fuele na uyoga? Langu jina ni Lucas Lumbasi. Sasa Hamza mara baada ya kusikia maneno ya Yulia aliishia kushikwa na tabasamu lililojaa uchungu. Maneno hayo yalionekana kuwa kweli. Isitoshe, alishawahi kusikia fununu enzi za kale kwamba Waafrika walikuwa wakitumia madini ya dhahabu kama mawe ya kuchezea mpaka walipotokea wakoloni na kuwaonyesha thamani yake. Hamza akasema kwamba bebe Yulia, unajaribu kumaanisha nini? Yaani kivipi huo ufuele wa juu ni kubwa na thamani kuliko nguvu yake ya kiroho? Yaani ni kwamba bado tu na wewe sijui ni kwa nini hatujiulizi. Hizi fuele zimejaa nguvu kubwa sana ya kiroho ambayo inadumu ndani yake kwa muda mrefu. Sasa kama sio huu ufuele wa juu, unadhani nguvu hiyo ingewezaje kukaa ndani yake kwa muda mrefu? Naelewa kuhusu hilo, lakini sasa huo ufuele wake una kazi gani? Bado nishakuelezea, ila tunaona kama uelewi wewe, aliongea Yulia, huku sasa akimwangalia Hamza kama vile anaangalia mjinga. Kipi ambacho anisielewe hapo? Hamza alimeza mate mengi. Yulia aliishia kutingisha kichwa chake kwa hisia za masikitiko. Kisha alitembea na kurudi kwenye tarakishi yake. Akasema kwamba ngoja nitakuonyesha kitu. Basi mara baada ya kuongea vile, alianza kuandika kwa kasi na akatengeneza programu maalum ambayo ilitengeneza mifano kadhaa kwenye ile screen ya anga ya kiholograph. Mara moja ulionekana moto ukiwaka, ukiunguza zile fuele kwa nguvu kubwa sana kwa kutumia aina mbalimbali za moto, na bado zikaonekana kutokupitia mabadiliko. Mara baada ya Yulia kuonyesha mfano huo, alisogea tena na kisha akaanza kutoa maelekezo. Haya, angalia sasa. Mifano yote unayoona hapo ni aina ya madini mbalimbali yenye muonekano sawa na hayo mawe ya kiroho. Nimejaribu kuunguza ruby na moto wenye joto kali zaidi, ambayo yani moto nadhani sidhani hata kama Nyakasura anaweza kaufikia. Ni moto ambao ni zaidi anaotoa Nyakasura. Jiwe la kwanza la zumaridi umeona kabisa limeyeyuka haraka. La ruby limehimili kwa kiwango cha juu sana. Lakini kama nikichukua moto huu nikajaribu kuunguza hizo foili, basi hata utumike moto kiasi gani, uwezekano wa kuyeyuka ni mdogo mno. Yaani kwa lugha nyepesi, kama tukiamua kuchukulia nishati ya moto kama nguvu, basi ni nguvu kubwa sana ya nishati kwenye ulimwengu huu itakayotumika kuharibu hizi foili. Hamza alijikuta akisharabu maneno hayo huku macho yake akiwa anaangalia hiyo mifano. Kwa hiyo unachojaribu kumaanisha kwamba hizi foili zina uwezo mkubwa sana wa kukinga mashambulizi kwenye mapigano, si ndio? Sura ya Yulia ilimshuka. Macho yake yalionekana kama yamekufa ganzi wakati akimwangalia Hamza. Hamza alihisi ubaridi kwenye mgongo wake na kuuliza tena kwa kujibaraguza, au nimeongea kauli sio sahihi tena? Yulia alishusha pumzi, tena zile pumzi za kuchoka kabisa akili, huku sasa akiweka kibanio cha nywele zake vizuri. Wewe ni mtaalamu wa tiba. Hivi kuna haja ya kila unachosikia kukihusisha na mapigano na kuua? Sio hivyo. Ni kwamba tu sijaona mfano mwingine wa kutolea. Aliongea Hamza kwa haya,
Yulia aliishia tu kuonyesha uvivu wa kujali zaidi. Pale pale alichezesha yale maholograph hewani kwa kuyazungusha, na pale pale ilionekana picha ya kifaa fulani hivi. Hamza mara baada ya kuona kifaa kile alihisi alikuwa na ufahamu nacho. Aise, hiki kifaa kwa nini kama nilishawahi kukiona kabla? Kumbuka siku ile tulivyokuwa kisiwa cha Cholo, uliwezaje kufumba na kufumbua kuingia kwenye manuari ya Delta Zero? Hiki kifaa ni kile cha kutelepoti, si ndio? Aliongea Hamza akionekana gundua jambo. Ndio, ni space jumper. Ndio kifaa nilichotengeneza kwa ajili ya kumrusha mtu kutoka eneo moja kwenda lingine bila kujua anasafirishwaje, aliongea Yulia, kisha kwa uso mzito zaidi akaendelea kuzungumza. Hivi, unajua kwamba hiki kifaa nimekitengeneza katika mtindo duni zaidi? Yaani nimekitengeneza katika mtindo duni zaidi wa uhalisia wa nguvu ya kifaa chenyewe. Nilichotengeneza mimi kina uwezo wa kumrusha mtu kwa umbali mfupi sana, lakini sio uwezo wake halisi. Kama kikiwa katika nguvu yake halisi, kina uwezo hadi wa kukuvusha kimuda. Kwa maana kwamba kinadharia tu kina uwezo wa kumfanya mtu kwenda mbele ya muda na kurudi nyuma ya muda, na hata kumvusha mtu kwenda dimension nyingine ya ulimwengu. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo, alijikuta akishindwa kujizuia na kutetemeka. Aliona malengo ya Yulia hayakuwa ya kawaida kabisa. Hamza alijiuliza, isije ikawa huyu mwanamke lengo lake ni kutengeneza time machine. Sasa kulingana na maelezo ya kifaa hiki kwenye taarifa za Earth Access, ukiachana na ugumu wa kiufundi, pia malighafi zake zinazohitajika kutengeneza sina, iwe ni malighafi zinazohitajika kutengeneza mashine yenyewe au nishati inayohitajika kuifanya mashine itende kazi, upatikanaji wake ni mgumu sana. Kwa hiyo kuhusu nishati, kuna uwezekano wa kutumia fusion reactor kutengeneza nishati ya kutosha. Hata hivyo, malighafi za kawaida haziwezi kuhimili nguvu ya nishati hiyo wala kuihifadhi. Kubwa zaidi, nishati hiyo pia inatakiwa kutolewa kwa haraka sana. Siku zote mimi nifikiri dunia haina malighafi ambazo zitakuwa ngumu kuweza kutengeneza kifaa cha uvushaji wa muda. Lakini hizi fuele zinafanana kabisa na kitu ambacho nahitaji. Pengine kuna uwezekano zikaweza kukamilisha hili. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo, alijikuta akishindwa kujizuia. Yulia, hebu kidogo, pengine unapaswa kusikiliza hii story pia. Hamza pale pale alianza kumuelezea Yulia juu ya story aliyoambiwa na Bi Mwaluli kuhusu watu walioshuka kutoka angani na kutaka kuiba mawe hayo. Mara baada ya Yulia kusikia story hiyo, haraka sana alifikiria kitu. Okay, sawa, lakini kuna uwezekano mkubwa wa hisia zako ni sahihi kabisa. Afu istoshe, Earth Access kuna uwezekano kabisa iliachwa na hao watu wa sayari nyingine. Hii ina mantiki kabisa, kwa sababu wa majusi hawategemei kabisa nishati ya kiroho iliyopo kwenye hizi fuele. Badala yake wanatumia nguvu zao wenyewe za kiroho ili kuamsha nguvu za elementi za dunia. Kwa sababu hiyo, sababu ya kwa nini Armageddon anashindana na watu wa uungu wa kale si kwa sababu ya nguvu ya kiroho iliyo ndani yake, bali ni kwenye haya madini yake ya nje. Kwa hiyo inaonekana kabisa watu wa uungu wa kale walishindwa kuelewa watu wa angani walichotaka ni nini. Yaani kurahisisha, watu wa uungu wa kale hawajui ni kitu gani Armageddon anachotaka. Sio nguvu ya kiroho ambayo naweza nikasema ya kwamba ni ile nguvu ya kiroho ya ndani yake, bali ni madini yake nje, aliongea yule. Msikilizaji, kwa lugha nyepesi ni kwamba wazee wa uungu wa kale wanatumia mawe kutambikia, na wanadhani hata Armageddon naye anataka mawe hayo kwa ajili ya kufanyaje? Kutambikia. Kumbe yeye anachotaka ni madini yake. So Hamza alishia kutota basamu. Hata hivyo haijalishi ni kipi unachotaka, iwe ni madini au nishati, wanachotaka ni hizi fuele ambazo ni kitu kimoja. Ni ngumu kwa watu wa uungu wa kale kuruhusu watu wa nje waje na kuharibu nguvu ya kiroho. Unajua inasikitisha sana. Hata mimi sasa hivi nataka madini yake. Sitaki hizo nguvu za kiroho. Usiniambie na wewe unataka kuwa kama hao watu wa angani ili tukutengeneze mashine itakao kusafirisha kimuda, si ndio? Mimi naona teknolojia hiyo itapelekea kupaniki sana kwa binadamu. Kusafiri kimuda na anga sio swala jepesi, aliongea Yulia huku akizungusha macho yake akimwangalia Hamza. Yaani ni kwamba kulingana na maelezo yangu ya teknolojia kwenye Earth Access,
inaonyesha wazi teknolojia yao pia haikufikia katika hatua ya kusafiri kimuda na anga, na walikuwa na nadharia tu pekee. Lakini ndiyo, ingewezekana kwao kama wangekuwa na haya mawe ya kale ya kutosha. Kama kila kitu kingeenda sawa, basi haya mawe yangeweza kutengeneza hali ambayo yana uwezo wa kukinga mitetemo ya photon na kuzitumia photon hizi kusafiri kimuda na anga. Sasa kwa nini wameweka umakini mkubwa sana kwenye kugundua namna ya kusafiri kimuda na anga? Wanataka kubadilisha mambo yaliyotokea kale na matukio ya mbele ama? Mimi siwezi kujua. Ukweli ni kwamba kila kitu kipo katika nadharia pekee. Ikiwa nadharia ina makosa toka mwanzo, basi hakuna kitakachofanikiwa. Kama ambavyo hakuna ukweli wa milele, vile vile nadharia ni za muda mfupi tu. Yaani kurahisisha ni kwamba unadhani kungekuwa na faida gani kusafiri kimuda na anga? Labda wanataka kusafirisha watu wao kuja duniani, au wanataka kutengeneza njia kati ya ulimwengu wao na hapa. Kuhusu kujua kwa hakika mambo wanayotaka inakuwa ni ngumu sana. Na kwa nini pia wakaacha Earth duniani badala ya kuondoka nayo? Haya yote ni mambo ambayo bado hayajulikani. Msikilizaji, Hamza tayari hisi kwamba simulizi za watu wa ungu wa kale na vile vile simulizi za hao watu wa anga zilikuwa na mashaka makubwa, lakini alijiambia anachopaswa ni kuweka umakini kwenye mambo yanayotokea mbele ya macho yake. Yulia, kwa hiyo unaonaje sasa? Unadhani kuna uwezekano wa kutengeneza kitu kama chumba ambacho ndani yake tunaweza kumweka Angel na nguvu za kiroho kwa ajili ya kumfufua? Nina uwezo wa kutengeneza kitu unachotaka, lakini unapaswa kunilipa. Unataka ulipwe nini? Nataka mawe ya kale. Sidhani kama unalo hili moja tu. Nipatie yote ulionayo. Nataka kuyafanyia utafiti. Wewe unaweza kufanya utafiti wako bwana, lakini hupaswi kutumia mawe yote kwa sababu yatahitajika kumsaidia Angel kuamka. Wewe usiwe na wasiwasi. Kwanza ana umri wa miaka 13 tu. Unadhani ni kiasi gani cha hiyo nguvu anachohitaji? Na mimi ninachotaka ni nguvu ya madini, sio nishati yake. Hiyo nishati yake kama ni muhimu sana kwake, na uwezo wa kutafuta namna ya kuitoa na kisha kuhifadhi sehemu nyingine. Ni kwamba tu inaweza kuhitajika juhudi kubwa kidogo. Hamza alifikiria na kuona pia kwake haikuwa na maana yoyote kuhifadhi mawe hayo ya kale, kwa sababu hakujifunza kuvuna nishati zaidi ya kutumia nguvu zake za ndani kutumia nishati. Sasa mara baada ya kufikiria hayo yote, pale pale alimvuta Yulia na kumpiga busu usoni. Bibi Yulia, tuna mahusiano mazito sana. Kuna haja ya kuongelea mambo ya kulipana, Kama unataka hayo mawe, tena hata kama unataka mshipa wote wa simba huko Tanganyika kwa ajili ya kuchimba, kwangu si tatizo kukupa kila kitu nilicho nacho. Yulia aliishia kumwangalia Hamza kwa macho ya kutokumwamini. Yulia akasema kwamba kama ni hivyo basi nenda kachimba uniletee, nataka mengi. Ngoja nitafikiria hilo kwa makini mkubwa. Unachojua ni kucheza na akili yangu pekee tu. Unadhani sijui unachokifikiria kwenye akili yako? Hebu kwanza toa mikono yako bwana michafu kwenye mwili wangu bwana. Nataka mawe ya kale mimi. Hamza mara baada ya kuona uso wa hasira aliokuwa nao Yulia, pale pale alijikuta akipatwa na hisia za utofauti. Alikumbuka kwamba alikuwa busy kufanya mafunzo ya kuvuna nishati kwa kuungana na asili na hakumjali kabisa Yulia kimwili. Bibi Yulia, nimeshindwa kuwajibika kwako kwa siku hizi chache. Ni makosa yangu. Kwamba unamaanisha nini? Aliongea Yulia akishindwa kuelewa Hamza na waza nini. Hamza kuongea neno, kwani pale pale alimkumbatia mrembo huyo na kuanza kumpiga mabusu ya nguvu. Yulia aliyekuwa amevamiwa midomo aliishia kutoa macho tu huku akimpiga Hamza mgongoni, lakini Hamza alizidisha mashambulizi. Yulia alijikuta akishindwa kufanya chochote. Mawazo yake yote yalikuwa juu ya mawe ya kale. Hakutaka kabisa kufanya kile kilichokuwa kikitokea ndani ya maabara yake, lakini Hamza kujali kabisa. Mara baada ya kumkisi kwa nguvu mwanamke huyo, mwili nao ulianza kuisaliti akili. Hamza haraka alitoa koti jeupe kwenye mwili wa Yulia na kulitupa chini, kisha akambananisha mwanamke huyo kwenye meza ya majaribio. Sasa baada ya muda, hali ya hewa ya maabara hiyo ilizidi kuwa yenye vibe aina yake. Lisali moja baadaye, Hamza alishia kuwasha sigara yake kwa furaha huku akikalia sofa la maabara. Kuona mwanamke huyo alivyojikunja pembeni yake kama vile ana ugonjwa wa kifadulo, alishia kujivunia wanaume wake. Hese Bibi Yulia, nadhani itakuwa vizuri ukianza mafunzo kidogo.
la sivyo utaishiwa pawa mapema na hautaweza kushindana na dada zako wengine. Yulia aliishia kumtolea Hamza macho na pale pale akampiga teke kwenye kiuno chake. Hebu ondoka kwanza bwana, nataka nivae nguo mimi. Afu na kwanza sofa langu livoloa. Usiwe na haraka. Nikishamaliza kuvuta sigara, tunaenda raundi nyingine. Wewe, kamtafuta Regina bwana. Naomba tena utoke bwana. Huyo ndo mkeo. Wewe unataka kumaliza nguvu zako zote kwangu? Kamalize kwa mke wako bwana. Aliongea Yulia kwa hasira akiona Hamza anachelewesha mchakato wake utafiti. Sasa nguvu ya nishati aliyokuwa nayo Regina imeshikilia usichana wake. Kama nikivunja usichana wake, nishati nayo itavuja na itakuwa ni ngumu mno kwake kuendelea na mafunzo. Ingawa naweza kutumia njia nyingine kufidia uwezo wake utakaovuja. Hata hivyo sitaki kulazimisha mpaka siku tutakayofanya harusi yetu. Nadhani kwenye hiki kisiwa chote ni mimi pekee ninayemfikiria Regina tu. Hebu rudi Tanzania kwanza basi hata ukamtembelee na uache kunisumbua. Hamza alishia kutoa tabasamu la uchungu tu. Msikilizaji, ilikuwa ni kweli. Amemkumbuka sana Regi. Ingawa waliwasiliana kwa njia ya video mara kwa mara, lakini Regina alikuwa busy sana na aliongea naye kidogo tu kisha kakata simu. Afu isitoshe, Regi ni aina ya wanawake ambao karia yake ni muhimu zaidi. Yaani akiona hafanyi vizuri moja kwa moja mudi yake inaathirika pia. Na asingeweza kuongea na Hamza kuhusu mapenzi. Unajua itanichukua masaa mengi sana angani kwenda Tanzania na kurudi tena. Nitapoteza muda mwingi sana. Na pia hii project ina matatizo yanayojitokeza na kuhitaji uwepo wangu mara kwa mara. Yulia aliishia kuanza kuvaa nguo zake za ndani huku akisema kwamba wewe subiri mpaka nimalize utafiti wa haya mawe ya kale. Nikifanikiwa nitaifanya Space Jumper kuwa na ufanisi mzuri tu. Pengine naweza kutengeneza nyingine hapa kisiwani na iwe na kuwezesha kusafiri kwenda Tanzania na kurudi kwa kufumba macho tu. Tanzania tayari ipo moja. Kama nikiboresha na kutengeneza nyingine hapa basi inaweza kukusaidia kusafiri nazo kwenda na kurudi. Hamza mara baada ya kufikiria kwamba kungekuwa na uwezekano huo, ingemrahisishia kulinda wanawake wake wote kati ya kisiwani na Tanzania. Aliona swala hilo lisingempa mateso makubwa. Bibi Yulia, hebu changamka basi. Huu utafiti ni muhimu sana. Kama ni hivyo tunapaswa kupata mawe kwanza. Swala muhimu ni kuona kama kifaa kitakachotengenezwa na madini hayo kitaweza kuhimili nguvu ya fusion reaction. Sawa. Kwa maneno mengine, kama madini ya mawe haya yatakuwa na uwezo wa kuhimili vya kutosha, basi ufanisi wa kifaa utakuwa mkubwa sana na kukuwezesha kusafiri kwa mbali mrefu. Anga mwanzoni linaonekana jeupe, lakini lina nishati iliyopo kila mahali. Namna ya kuitumia hiyo nishati ni swali la kikanuni tu na kiufundi. Baada ya hayo maneno ya Yulia, Hamza alishia kutoa moshi wa sigara wakati akisikiliza maelezo ya Yulia. Na pale pale ghafla tu wazo liliingia kwenye akili yake. Bibi Yulia, umesema nini hapo mwishoni? Kwamba umekuwa kiziwi? Bwana mrudia bwana, hiyo kauli yako tena. Nimesema kwamba nishati ya ulimwengu haina kikomo. Ili mradi tu mawe haya ya kale yatakuwa na nguvu ya kutosha kuhimili, basi kifaa kitaweza kuwa na ufanisi wa kukurusha umbali mrefu zaidi, kwa sababu kanuni kimsingi ni ile ile tu. Hamza mara baada ya kusikia vile, mikono yake ni kama ilikakamaa, huku mara moja akizima sigara ile. Ghafla akasimama, macho yake yakitoa nuru ya utambuzi. Kona za midomo yake taratibu ziliongezeka, akionyesha muonekano wa kutanabahika. Hasa kweli kabisa. Kwa nini sikufikiria hivi mwanzoni? Yulia alimwangalia mwanamume huyo kama kichaa na kuuliza kwa namna ya kuchanganyikiwa, akasema kwamba kitu gani hicho ambacho kufikiria. Hamza alisha kugeuka kisha akashika uso wa mwanamke huyo na kupiga busu. Bibi Yulia, umelalamika sija kuonyesha jiwe hili la kale. Kwa nini usingenilalamikia mapema na kuniambia hiyo kauli mapema? Wewe unaongea nini bwana, sikuelewi. Ni swala juu ya mafunzo ya nishati. Siku zote nilikuwa nikidharau hii mbinu. Asante sana kwa maneno yako. Nimeelewa sasa. Kumbe ni mafunzo. Kama ni hivyo sitaki hata kujua. Aliongea Yulia akimalizia kuvaa nguo zake. Yulia, mimi naenda zangu bwana kwenye eneo lililojitenga kwa muda kwa ajili ya mafunzo. Kuna hizi mbinu mbili ninazotaka kujifunza na kuzifikiria kwa kina.
hivyo kama kuna tatizo unaweza kunitafuta. Sasa kwa nini kujitenga? Usiniambie unakwenda mbali na hapa. Ndio, napanga kwenda upande wa kaskazini kule. Kuna milipuko ya volkano, hivyo hakuna watu. Kuna eneo naweza kukaa tu. Kwa nini sasa? Si hata hapa tu unaweza kufanyia mafunzo yako ama? Sitaki kuja kuharibu kambi yangu mimi. Mara baada ya kuona tabasamu la ajabu, Yulia alikuwa na shauku kutaka kuona ni kitu gani hicho Hamza anapanga kujifunza. Hamza aliondoka mara moja na kwenda kwenye ngome kuwaambia Sally na wenzake juu ya mpango wake wa mafunzo. Aliwaambia wasizembee na kuendelea na mafunzo yao, na kama kuna kitu muhimu waende upande wa kisiwa cha volkano kumtafuta, kwa sababu hawezi kwenda na simu wala kifaa cha kimawasiliano. Mwanzoni watu hawakuelewa kwa nini Hamza alitaka kwenda kwenye kisiwa hicho cha upande wa kaskazini, lakini siku iliyofuata baada ya Hamza kuondoka, waliweza kusikia ngurumo nzito za milipuko ya volkano na walijikuta wakielewa. Ndani ya Tanganyika Forest Village. Ni ndani ya ukumbi tu wa kukutania wageni. Katika familia ya mzee, hali ya hewa ilikuwa nzito sana. Familia ya mzee na familia ya Chifunda walikuwa wakifanya kikao chao cha kwanza tangu kuondoka kwa jemadari. Mzee aliyekuwa ametawaliwa na nywele nyeupe na aina fulani hivi ya uso wa kuishi miaka mingi ndiye aliyekuwa akiongoza kundi hilo. Alikuwa mrefu na mwembamba akiwa amevalia tracksuit. Mzee huyo alikuwa ni mmoja wa wazee waungu wa kale waliobakia katika familia ya mzee. Alikuwa na umri wa takriban miaka 400 na aliacha kuishi mafichoni mara tu baada ya kuondoka kwa jemadari. Jina lake aliitwa Mbivu. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, uwezo wa Mbivu ulikuwa katika kiwango cha uungu wa nafsi. Hivyo kumlinganisha na jemadari ilikuwa ni kama mbingu na ardhi. Kutokana na hilo, baadhi ya watu wa familia ya Mjema na Chifunda hawakufurahishwa kuona alikuwepo. Sasa mzee Mbivu kama kiongozi mkuu aliyebaki kwenye familia aliuliza kwamba, ndugu Makame, brother Chifunda, ujio wenu wa leo umebeba nini hasa? Aliuliza hivyo msikilizaji, na mzee Mbivu ndiye aliyekuwa na jukumu la kuwapokea wazee wa familia ya Chifunda. Makame na Chifunda waliishia kumwangalia Mbivu kwa muonekano wa upole, lakini hawakuonekana kumuona kama mtu mzito wa kuatishia. Ingawa Mbivu alikuwa mkubwa kuwazidi kwa miaka kadhaa, uwezo wake ulikuwa mdogo kuliko wao. Hivyo moja kwa moja walijiona wako juu. Na ndio sababu hiyo hiyo iliyomfanya Mkale Kizito kutokuja kuongea ana kwa ana na Mbivu, kwa kuhofia angejishusha hadhi. Sasa Makame akasema ya kwamba, Comrade Mbivu, ujio wetu ni kutokana na wasiwasi wa kufahamu alipo jemadari. Isitoshe ni muda mrefu hatujasikia taarifa yoyote. Msikilizaji, ingawa mabwana hao walikuwa na uhakika jemadari asingejitokeza tena, bado walitaka kujua kwa uwazi kama kweli jemadari ameondoka na kama pia kuna ujumbe muhimu alioacha. Sasa Mkale Mbivu akasema ya kwamba jemadari uwepo wake kwenye dunia ni kitu ambacho siwezi kujua. Kuna uwezekano hayupo kabisa kwenye ulimwengu wetu. Aliongea hivyo akajibiwa kwamba inaonekana kweli jemadari kaondoka. Hili ni pigo kubwa sana kwa ukoo wetu wa Simba. Kwa miezi hii inayopita watu wa ukoo wetu wamepitia unyanyasaji mkubwa kutoka kwa ukoo wa Kiphoenix na Chui. Hata baadhi ya koo ndogo ndogo hapa nchini zimeshaanza kutushika masharubu. Mimi sikuwahi kufikiria ukoo wetu unaweza kuwa katika hali ya kusikitisha namna hii. Hasa baada ya kuongea hivyo akasema ya kwamba kweli kabisa, haijalishi ni familia ya mzee Chifunda au ya Mbale, wote hatuna nafuu kabisa. Baada ya hao kuongea hivyo, Mkale Mbivu akasema ya kwamba ni kwa sababu ya hilo ndio maana ukoo wetu wote unapaswa kuunganisha nguvu ili kurudisha hadhi ya familia yetu iliyopotea. Sasa Makame akasema ya kwamba, kaka Mbivu, kwenye hilo na kuunga mkono. Aliongea Makame huku sasa kitabasamu. Kisha akaendelea kwa kusema ya kwamba kuna swala lingine zaidi. Hivi naweza kujua wapi alipo Salome, msaidizi wa muda mrefu wa jemadari? Mara baada ya jina hilo kutajwa, Chifunda aliyekuwa pembeni, muonekano wake ulizidi kuwa serious. Salome ndiye aliyemdhalilisha vibaya sana alipotaka kupambana na jemadari. Na matokeo yake, taswira ya mtu huyo moyoni mwake haikuwa nzuri.
Kwa namna moja ama nyingine ilionekana Salome alikuwa mtaalamu wa juu chini ya jemadari. Sasa Mkalembivu akasema kwamba Salome alitoweka pamoja na jemadari. Hakuna taarifa zao kabisa. Makame akasema, inasikitisha kusikia hivyo kwa sababu kumekuwa na sifa nyingi kutoka kwa Chifunda. Kama angebakia kwenye familia pengine angekuwa msaada mkubwa sana. Aliongea Makame. Chifunda alishia kulazimisha tabasamu tu kwa kuona Makame anaongea maneno ambayo hakuyatamka. Sasa Chifunda akasema kwamba kaka Mbivu, ukweli ni kwamba kuna sababu nyingine iliyotufanya kuja leo hii. Aliongea Chifunda akienda moja kwa moja kwenye hoja. Akasema kwamba tunataka kujua kama familia ya mzee inapanga kumpokea Hamza kama mwanafamilia. Sasa mara baada ya kutamka kauli hiyo, Chifunda na Makame macho yao yaliwaangalia Musiba na mdogo wake Simba waliokuwa wamekaa pembeni kimya tu. Kutokana na mabadiliko ya uongozi wa jeshi, Musiba alikuwa ameondolewa kwenye cheo chake cha ukuu wa Sleeping Lions. Na Afande Simba vile vile alikuwa ametolewa kwenye cheo chake cha ukuu wa jeshi na ukurugenzi wa kitengo cha Maribu. Sasa kutokana na hilo waliishia kurudi nyumbani tu. Hivyo siku hiyo ya ujio wa wakale kutoka familia ya Chifunda wote wawili walikuwepo. Sasa muda huo hata Mkalembivu alishia kumwangalia Musiba, na mara baada ya kusita kidogo akasema kwamba kuhusu swala la Hamza, mimi mzee wa kale sina uelewa nalo sana. Lakini wakati jemadari akiwepo nilisikia alikuwa akimpenda sana Hamza na kutaka arudi. Isitoshe vita yake na familia Wahinde mwezi uliopita imethibitisha ni kwa namna gani anazo nguvu za kutosha za kuongoza ukoo wote wa Simba. Ingawa mama yake Hamza hajatokea kwenye asili sahihi na alikuwa ni adui kwa nchi, Hamza hana uhusiano wowote naye. Lakini hata hivyo mimi ni mzee wa kale tu niliyeishi mafichoni kwa muda mrefu. Kuhusu kurudi kwake inategemea na Musiba mwenyewe. Yeye ndiye baba. Aliongea Mkalembivu. Musiba sura yake ilikuwa nzito mno kama kina cha bahari. Na alishia tu kuongea kwa kauli nyepesi akasema kwamba huyo mtukutu anachojua ni kujiona wa thamani sana. Ana majigambo mengi sana na muda wote ana kiu ya damu. Mtu kama huyu anawezaje kuwa kiongozi wa ukoo? Si atatuongezea matatizo tu badala ya kuyapunguza. Alafu kubwa zaidi kaamua kumwoa Regina, mwanamke kutoka asili ya Nyimfu. Kavunja miiko kabisa huyo. Basi Makame akasema kwamba ni kawaida kwa vijana wa sasa kuwa na tabia aina hiyo. Ni swala la kuelewa tu maringo yake basi. Pengine hii ni kutokana na kukosa usimamizi wa wazazi tangu akiwa mdogo. Kuhusu watu waliochanganya damu za koo tofauti kuoana, tukijaribu kupembua faida na hasara ni swala ambalo tunapaswa kuliweka pembeni kwanza. Aliongea Makame kwa uso wa dhati, huku sasa muda huo akimpa ishara Rehema aliyekuwa amefika naye kwenye familia hiyo. Kisha akaongea akasema kwamba najua unaweza kuwa na wasiwasi juu ya swala hilo kutokana na uwepo wa mke wako Rehema. Lakini tumekaa naye chini na kuongea hili. Na amekubali kwa ajili ya familia nzima. Yupo tayari kumpokea Hamza kama mtoto mkubwa wa familia. Musiba alishia kuinua kichwa chake na kumwangalia Rehema. Wawili hao waliishia kuangaliana, lakini uhusiano wa kindoa kati yao ulikuwa na mkanganyiko mkubwa. Basi akasema kwamba kuhusu Hamza nina wasiwasi hatorudi kabisa. Sasa muda huo Afande Simba aliyekuwa kimya muda wote aliongea hivyo sasa akiwa na sura ya uchungu, na kisha akaendelea kwa kusema kwamba anaendelea vizuri sana huko nje ya nchi. Inasemekana mpaka sasa ana ushawishi nusu ya dunia. Anatudharau sana na vile vile anadharau ukoo wetu wa Simba. Anatuchukia kwa sababu tuliamua kumtelekeza akiwa mtoto. Chuki yake imezidi kuimarika zaidi mara baada ya kushindwa kuisaidia familia yake wakati alipotoweka. Hivyo ni ngumu kwake kurudi na kutusaidia kupigana dhidi ya koo nyingine. Mara baada ya Makame kusikia hivyo, macho yake alicheza kidogo. Kisha akasema kwamba kwenye huu ulimwengu, ilimradi wewe ni binadamu, ni ngumu kuwa na moyo mgumu kama jiwe. Isitoshe, damu ni nzito kuliko maji. Zaidi sana kwa sasa na umri wa miaka 20 pekee. Hivyo bado ni mdogo tu na maamuzi yake anayafanya katika mtazamo wa utoto. Kwa hiyo ni ngumu sana kutojali ndugu zake kwa 100%. Mimi nadhani kwa mtazamo wangu Hamza si mtu mwenye moyo mgumu na mkatili kiasi hicho.
ukweli wa kwamba amemwacha Mwaluli, sehemu ya wakale wa familia Wahinde, kuwa hai inaonyesha kwamba ni mtu mwenye sababu na si kama anajiamlia kuua tu. Mimi nashauri tutafute tu namna ya kujirudisha kwake, au hata namna ya kuongea naye kupitia watu wake. Hata kama atakataa kuchukua uongozi wa ukoo, basi angalau awe upande wetu bwana. Msiba alishia kuonyesha hali ya ukauzu mkali kwenye macho yake, lakini hakutamka neno. Upande wa Mkalembivu alishia kuchezesha tu chebe wake, kisha akauliza kwamba kwa maneno yako Braza Makame, inaonekana tayari una mpango, si ndio? Makame akasema kwamba sio mpango wangu, bali wa umoja wa kitukuu wetu kutoka familia kuu. Mjema na binti aliyemwasili anayefahamika kwa jina la Berdaula anaonekana kuwa katika mahusiano mazuri sana na Hamza. Mjema, hebu sogea hapa basi uambie. Mjema aliyekuwa ameketi upande wa pembeni alishia kusimama na kupiga saluti, kisha kwa tabasamu akasema kwamba ukweli, wazee wangu wa kale, kaka zangu na dada zangu, nilikuwa safarini kwenda jijini Dar es Salaam kwa siku kadhaa zilizopita. Mara baada ya kukutana na binti yangu Belda, tulikaa chini na kuongea. Ameahidi kutusaidia kuongea na Hamza, hivyo angalau kwa sasa tuna namna ya kumfikia Hamza. Mkalembivu akasema, kumbe Mjema una binti wa kuasili ndani ya familia ya nyumba ya Hamza. Mjema alionekana kujivunia yeye mwenyewe, na kisha pale pale akasema kwamba ingawa huyu binti ni mbaya wa sura na pia uwezo wake wa mafunzo ni mdogo, anapendwa na Hamza kiasi hata cha kukaribishwa kwenda kutembea kisiwani kwake nje ya nchi na kurudishwa na ndege binafsi. Mwanzoni nilivyoona kuna viashiria vya Hamza kumpenda huyu binti, nikaona nijifanyishe tu kumfukuza nyumbani na kumruhusu aende kuishi kwa Hamza. Nilikuwa nikijaribu kuotea kwamba siku moja Berida kuishi na Hamza kunaweza kuwa na manufaa. Basi Simba huku akionyesha kejeli akasema, Mjema wewe ni mjanja sana. Maana muda wote hukuwahi kuonyesha kumjali kabisa Berida, na hata ukaamua kumfungia nyumbani. Kama singekuwa Hamza kukuambia umwachie, pengine sasa angekuwa anaishi maisha mateso tu. Msikilizaji, hata hivyo Mjema hakutaka ukasirika. Badala yake alisema kwamba kila nilichokuwa nafanya kilikuwa ni kwa ajili ya ukoo wa Simba. Yule mtoto hakuwa na uwezo wa kuvuna nishati, lakini bado nilikubali endelee kuniita baba. Sasa hivi amekuwa muhimu kwetu. Huoni napaswa kushukuriwa kwa nilichofanya? Basi Mkalembivu akasema, imetosha sasa, haina haja kujibizana bwana. Kwa sasa familia zetu zinapaswa kuungana. Kwa ni vema kabisa kuna mtu wakati ambaye anaweza kuturahisishia mawasiliano. Hata hivyo huyu ni msichana mdogo tu. Wasiwasi wangu ni kwamba anaweza siweze kumshawishi kabisa Hamza. Baada ya kusema hivyo, Mkale akaambia kwamba hiyo ni kawaida. Berida mwenyewe kaniambia kwa sasa kitu pekee anachoweza kutusaidia ni kufikisha taarifa tu. Hata hivyo upande wa familia ya mzee kuna msichana mwingine ambaye ana umuhimu mkubwa sana kwenye mpango huu. Au mmesahau mchumba wake Hamza yupo hapa nyumbani akiendelea kusubiri? Baada ya kuongea hivyo akasema kwamba hata mimi najua juu ya uwepo huyu binti, lakini Hamza hajawahi kurudi na haonekani kuwa na nia ya kumooa. Atasaidia vipi sasa? Kaambiwa hiyo ni kwa sababu Fiona mwenyewe hajafanya jitihada zote za kumtafuta Hamza. Kama akichukua hatua, mimi na uhakika kwa tabia Hamza kupenda warembo, lazima ashawishike. Kama Fiona atakubali kuwa mto kwenye kitanda, mimi na uhakika Hamza atatembea na sisi. Mkalembivu akasema kuhusu hili. Mkalembivu alionekana kusita, kisha akamgeukia Msiba na kusema kwamba Msiba, Fiona ni mkwe wako kijina. Nini mtazamo wako? Nadhani tunapaswa kuongea naye. Msiba akasema kwamba mara baada ya baba kuondoka, amekuwa akiishia kwenye chumba chake tu cha kujisomea alichoachiwa. Nimekwisha kutoa msimamo wangu, sitaki huyo Hamza kurudi. Hivyo kama mnataka kuongea naye, mnaweza kumtafuta wenyewe. Basi mara baada ya kuongea hivyo, Msiba alisimama na mara moja akaondoka katika eneo hilo. Afande Simba alijaribu kuita akasema kwamba kaka unafanya nini tena? Basi Afande Simba ilibidi aombe radhi, akasema kwamba jamani, naomba niombe radhi tu. Mpaka sasa Msiba bado ana kidonda kibichi juu ya kilichotokea nyakati zile. Pengine anamchukia sana huyo mwanamke kiasi cha kupelekea kumchukia na mtoto wake pia. Msikilizaji, Rehema alishia kutoa sonyo la kibei
huku macho yake akiwa mekundu. Akasema kwamba kama ni hivyo, kwa nini hakumjali mtoto wangu Herman? Paka sasa sijui hata wapi alipo Herman. Sijui yupo hai ama amekufa, lakini hata haonekani kujali na wala hakuwahi kujali. Mara baada ya kuongea hivyo, eneo liliingia katika ukimya wa ghafla. Kuhusu Herman, ukweli ni kwamba kila mmoja hakuwa na cha kufanya. Wote walikuwa na shauku kutaka kujua ni wapi ameenda. Lakini hata hivyo, kutokana na kinachoendelea, waliona hakutakuwa na tofauti yoyote kati ya kuwa naye ama kutokuwa naye. Asa Chifunda kwa shauku sana aliuliza ya kwamba nimesikia Musiba akisema kwamba nyumba ya kiambaza cha jemedari imerithishwa kwa huyo Fiona, ni kweli? Aliuliza Chifunda. Akajibiwa kwamba isije kawa nyumba hii ndio ile iliyojengwa kwenye eneo la kuingia kwenye mshipa wa simba. Mkalembivu akajibu ya kwamba ni kweli. Mara baada ya kusikia hivyo, Makame na Chifunda muonekano wao ulibadilika. Macho yao yalijaa hali fulani hivi ya kutahayari na kutokuamini. Wakuuliza kwamba lakini si ndani ya hii nyumba ndio sehemu ambayo kuna nguvu kubwa ya kiroho kuliko sehemu nyingine? Naamini kuvuna nishati ndani eneo hilo hautumii nguvu kubwa. Msikilizaji, ilikuwa ni kweli alichoongea. Moja ya sababu ya jemadari kuwa na nyumba ya peke yake ambayo haijawahi kuingiwa na mtu yoyote ni kutokana na kwamba eneo alilokaa ndilo mwanzo wa mshipa wa simba. Yaani kwa lugha rahisi, chukulia kama nyumba, yani nyumba hiyo, yani chukulia mfano kwamba nyumba hiyo imejengwa juu ya eneo ambalo mtu yeyote akitaka kuchimba mawe ya kale, basi anapaswa kuanzia hapo. Unajua kwa nini anatakiwa kuanzia hapo? Ni kwa sababu mkanda wa madini hayo ndipo ulipoanzia. Basi wakauliza kwamba yani imekuwaje yani mkongwe baada ya kuondoka akaamua kumpatia sehemu muhimu msichana mdogo namna hiyo pasipo hata kufuata itifaki, au kuna makosa yamefanyika? Afande Simba akasema kwamba wazee wa kale, mnadhani kivipi swala hili likawa kimakosa? Kama isingekuwa baba kumpatia, mnafikiri ni nani kati yetu angeweza kuwa na ujasiri wa kwenda kuishi ndani ya kiambaza? Anaongea Afande Simba. Sasa Makame na Chifunda walishia kuangaliana tu, kisha wakatingishiana vichwa kuonyesha kuelewa. Makame akasema kwamba kama ni hivyo, basi tunatakiwa kwenda huko ili kuongea na huyo msichana. Ingawa familia ambale ni sehemu ndogo sana ya ukoo wote wa simba, angalau wanapaswa kutoa mchango wao pia. Anaongea Makame huko akisimama. Sasa Mkalembivu akiwa amekunja sura kauliza kwamba kwa hiyo mnasema kwamba yani mnataka kwenda kwenye kiambaza cha jemadari? Akajibiwa kwani kuna tatizo gani? Mbona hamna tatizo kaka Mbivu? Wakati jemadari alikuwepo tulihitaji ruhusa kupanda kwenye ofisi yake, lakini wakati huo yupo, kwa sidhani kama tunapaswa kuomba ruhusa kwa huyo msichana. Msikilizaji, ingawa Chifunda alikuwa mdogo sana kulinganisha na Mbivu, kati ya watu hao wa kale hawakujali nani mkubwa. Badala yake wote walitambiana kwa majina ya heshima kama kaka, dada au comrade. Basi alijibu ya kwamba bila shaka haina haja ya kuomba ruhusa. Sasa muda huo Afande Simba sura yake ilifubaa. Alijua fika wazee hao kutoka ukoo wa Chifunda lazima watakuwa na hila wanaotaka kufanya ili kupata ofisi hiyo ndogo ya jemadari. Hapo istoshe eneo hilo lilikuwa muhimu mno kwa kuvuna nishati. Sio kwamba eneo hilo linaweza kuwa muhimu kwa mtu yeyote, lakini ukweli ni kwamba kadri mtu anavyokuwa na nguvu ndivyo eneo hilo linavyozidi kuwa muhimu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba eneo hilo ni kama eneo la hadhi ya juu ndani ya nchi. Ukikaa ndani yake moja kwa moja unakuwa mtu mzito. Hata hivyo, kutokana na uwezo wa wawili hao wa familia ya Chifunda, Mkalembivu aliona ni ngumu kuwazuia. Kundi hilo la watu lilifika katika kiuno cha mlima ambapo juu yake ndipo ofisi ya jemadari ilipo. Kwa ufupi, kiambaza hicho kilijengwa juu ya mlima nusu yake kuelekea kileleni. Hakukuwa na ngazi za kufikia ofisi hiyo, kulikuwa na majabali na juu yake ndipo nyumba ndogo hiyo ilipojengwa. Ni kama vile ilijengwa juu ya mwamba. Kwa sababu kundi hilo la watu lilikuwa na mafunzo ya nishati, walishia kutumia uwezo wao kujifyatua mpaka kufika juu ya eneo hilo. Chifunda akasema kwamba pana nguvu kubwa mno ya nishati. Hata kwa hapa nje tu nguvu yake ni kubwa sana kwa 20% zaidi ukilinganisha na makao yetu ya familia. Anaongea Chifunda huku akitoa pumzi hisia. Hasa Makame akasema kwamba ile eneo
lilijengwa na wazee wa kale kwa mtindo maalum wa kukusanya nguvu ya kiroho sehemu moja. Ndani ya jengo hilo kutakuwa na nguvu ya kiroho kubwa zaidi kuliko tunayohisi hapa nje. Aliongea Makame huku sasa macho yakichanua. Macho ya Mjema pia yalifunikwa na hali ya tamaa. Sio kwamba eti alipenda ofisi hiyo, bali alikuwa akifikiria kwamba akimleta hapo mtoto wake Shaibu, genius wa nishati, kumfikia Hamza kiuwezo haitakuwa ndoto. Isitoshe, uwezo mkubwa wa kuwa na nguvu ya kiroho ndio namna ambavyo unaweza kuvuna nishati kwa urahisi. Kwa ufupi, nguvu ya kiroho ni kama sumaku ya nguvu za nishati. Sio hivyo tu, vile vile nguvu ya kiroho husafisha mwili na kufanya ufikirivu wa akili kuwa bora sana. Na matokeo yake ni rahisi mtu kupata ufunuo. Hasa muda huo mlango wa kuingia kwenye ofisi hiyo ya Mlimani ulikuwa umefungwa. Mara baada ya kuona wazee hao wa kale wakitegeana kuita, pale Mjema alisogea na kisha kuita akasema kwamba we binti wa familia Mbale, upo ndani? Mara baada ya kuongea hivyo kwa sauti, hatimaye waliweza kusikia sauti za miguu zikisogelea mlango. Basi bwana, hatimaye mlango ulifunguliwa na Fiona aliyekuwa amevalia shati fulani hivi la mikono mirefu la rangi nyeupe ambalo lilikuwa limemfikia magotini, huku nywele zake akiwa sasa amezifunga kwa kijikamba tu na kuzirudisha nyuma. Fiona alikuwa amebadilika mno. Muonekano wake ulikuwa ni kama vile hakuwa binadamu, bali mchoro wa usanifu wa hali ya juu, ambapo mchoraji alizidisha rangi. Kutokana na umbo lake la kuzaliwa na uso wake wa kuvutia, kitendo cha kuishi ndani ya ofisi hiyo ya mlango wa kuingia kwenye mshipa wa simba kulimfanya aonekane kana kwamba anaishi ndani ya mfumo wa uzazi, ngozi yake ikirudi utotoni. Mara baada ya wazee hao kumuona, walijikuta macho yao, yani yale macho ya matamanio akiwavaa. Walihisi ndio maana Jemadali alimchagua msichana huyo kuwa mke wa mjukuu wake. Kwa muonekano wa kimalaika na silka ajabu, angeweza kuwa msaada mkubwa kwa kumsaidia mvuna nishati yoyote wa ukoo wa simba kuianisha nguvu zake na mwili huo wa kimistika. Sasa ofisi hiyo ya kiambaza iliwafanya wazee hao kuona ni kwa namna gani ilikuwa na manufaa zaidi. Walishasikia habari nyingi kuhusu Fiona kulima bustani na Jemadali, hata kupika na kuchota mbolea za mavi ya ng'ombe. Hata hivyo, si tu kwamba Fiona ameondolewa ile hali ya kuwa mwanamke wa mjini na kuonekana wa kijijini, bali pia alijengewa silika mpya ya ukike adimu kwa mwanamke. Walijiuliza, je, yote hayo ni kwa sababu ya kuishi ndani ya ofisi hiyo? Afande Simba alijikuta akipumua kwa hisia, lakini hakusema neno. Aliona baba yake alikuwa na akili mno, maana aliweza kumbadilisha sana Fiona ambaye maisha yake alitawaliwa na ule umjini. Basi Fiona akasema kwamba wazangu wa kale, Afande Simba, nimeitikia, kuna tatizo lolote? Msikilizaji, ukweli ni kwamba Fiona mara baada ya kuachiwa eneo hilo alibeba chakula chake na kuhamia moja kwa moja. Matokeo yake ilikuwa ni adimu mno kumuona nje, na hakujua hata Afande Simba alisharudi baada ya kuvuliwa cheo chake. Sasa Mkale Mbivu alicheka akasema kwamba Fiona, nadhani ulishawahi kumuona Mkale Chifunda. Huyu hapa ni Mkale mwingine anaitwa Makame. Leo wakale hawa kutoka familia ya Chifunda wapo hapa kwa ajili ya kukutafuta wewe. Wana jambo wanataka kujadiliana na wewe. Ni swala linalohusiana na ustawi mzima wa ukoo wa Simba. Hivyo ni matumaini yangu na yao kuona utatupa ushirikiano. Aliongea Mkale Mbivu ambaye tayari alishafahamiana na Fiona. Fiona akasema kwamba ni jambo gani hilo mababu, mnaweza kuniambia? Mara baada ya kusikia hivyo, Chifunda alishia kutoa sauti ya ukauzu. Akasema kwamba namna gani hiyo unawafanyia wazee wa ungu wa kale? Inamaanisha unataka tuongee tukiwa tumesimama hivi? Fiona alionekana kutokuwa na nia ya kuwakaribisha wazee hao, na alishia kuongea tu kwa namna ya kujishusha, ila si kinyonge. Fiona akasema kwamba babu Chifunda, sina nia mbaya ya kukasirisha. Hata hivyo, hili eneo nimerithishwa na Jemadali. Kila mti, kila jani linalozunguka hapa vipo chini ya usimamizi wangu. Siwezi kuvunja mpangilio wa eneo hili mpaka niweze kulielewa lote kwa undani. Nikilielewa ama nikielewa maajabu yote ya kimitego yaliyo ndani yake, basi nitakuwa tayari kuwakaribisha wazee wote wa uungu wa kale kukaa. Chifunda akasema kwamba wewe mtoto,
unajaribu kuleta mzaa, si ndio? Kwa hiyo nadhani sisi hatustahili kuingia ndani ya ofisi hii. Unajua hata ile eneo linawakilisha nini? Hili eneo lilikaliwa na wataalamu wa juu sana katika ukoo wote. Maana yake ni kwamba ndio eneo la hadhi ya juu ndani ya nchi nzima. Aliongea Chifunda. Fiona alivuta pumzi ndefu, muonekano wake ukizidi kuwa wa ukauzu. Fiona akasema kwamba ni kwa sababu hiyo eneo hili ni muhimu sana, ndio maana nimeongea hivyo. Kama jemedali mwenyewe ameniambia niishi hapa, mimi siwezi kupingana na maagizo yake na kumpatia mtu mwingine. Kama babu Chifunda haukubaliani na hili, unaweza kuingia na kuniua. Mimi sitolaumu hata kidogo. Ni matumaini yangu tu kwamba kifo changu kitaleta thamani kwako na kwa wengine. Chifunda akasema kwamba mtoto mdogo kama wewe unajaribu kutudharau sisi mababu, si ndio? Anaongea Chifunda huku hasira zikimvaa. Upande wa pembeni Mkale Mbivu alijawa na wasiwasi, akasema kwamba kaka Chifunda, haina haja kugombana na mtoto mdogo. Unaonaje tukienda moja kwa moja kwenye swala lililotuleta? Basi Chifunda akasema kwamba hebu sogea pembeni bwana, mimi sitomuua leo, lakini lazima nimfuate huko ndani na kumfundisha adabu. Aliongea Chifunda huku sasa akijaribu kusogelea kiambaza ili kuvuka kufikia mlango. Mwili wa jemadali ulimcheza kuona kwamba Chifunda anataka kumdhalilisha mkwe wa familia mzee. Aliona si jambo zuri kabisa, lakini hakuweza kumzuia kwa nguvu alizonazo. Hata hivyo, muda ule ambao Chifunda alitaka kutia mguu kwenye kiambaza cha ofisi hiyo, ghafla ulitokea mwanga kama waradi wenye rangi nyingi kama upinde hivi ukimfyatua kurudi nyuma. Ilikuwa ni sauti ya kishindo kizito, kila mtu aliweza kusikia. Fiona aliyesimama ndani ya kiambaza hicho alionekana kutegemea jambo hilo. Alisimama tu akiona muonekano wa ukauzu. Asa Chifunda alijikuta akikumbuka kilichomtokea kwenye bustani ile, na pale pale aling'ata meno yake kwa nguvu sana, akasema kwamba inamaanisha huyu simba mkongwe kajaribu kutega pia safu ya ulinzi hapa. Fiona akasema kwamba babu Chifunda, inamaanisha hukunisikia vizuri nilivyokuambia, Hili eneo limejaa siri nyingi za maajabu. Unawezaje kuvuka kiambaza hiki kwa sababu tu eti unataka kufanya hivyo? Aliongea hivyo Fiona. Upande mwingine msikilizaji, Makame alijiona mwenye bahati sana kujizuia kukurupuka. Hasa Makame akasema kwamba simba mkongwe anaonekana kutumia wingi wa nguvu ya kiroho iliyopo hapa kutengeneza safu ya lango la shari ambalo lina nguvu kubwa mno. Ndio maana alimwachia msichana mdogo eneo muhimu kama hili. Inaonekana tayari alishamwandalia ulinzi. Aliongea Makame. Akajibiwa kwamba mtu tayari ameshaondoka, ila hataki eneo lake kuchukuliwa na watu wanaostahili. Huyu bwana anaendelea kutuadhibu hata kama hayupo bwana. Basi Mkale Mbivu, Afande Simba na Mjema walikuwa kwenye mshtuko pia. Kwa namna ambavyo Chifunda alionekana kuhofia kuingia kwenye kiambaza hicho, ilionyesha ukuta huo wa kimaajabu ulikuwa na nguvu kubwa sana. Sasa Makame akasema kwamba basi sawa, kwa sababu hutaki kutukaribisha ndani, haina tatizo bwana, hata kama tukiongea hapa. Aliongea Makame akimwangalia Mjema aliyesimama pembeni. Makame akasema kwamba Mjema, hebu muelezee historia yote bwana. Basi Mjema muda huo alijisikia vizuri kuona anazingatiwa na mababu. Ilionekana walimkubali kutokana na uwezo wake wa akili. Mara moja alikubali, kisha alisogea na kuelezea nia na madhumuni ya wao kufika hapo kwa Fiona. Asa Fiona hakuwa ametoka kabisa kwenye chumba cha kiambaza cha lango la shari, akijaribu kadri ya uwezo wake kugundua siri za eneo hilo. Sasa mara baada ya kusikia kuna mambo mengi yametokea huko nje, hususan taarifa ya Hamza kuwapiga Wahinde, ilimshangaza mno. Ingawa alishangazwa mara kadhaa na uwezo wa Hamza, kitendo cha yeye peke yake kuwapiga Wahinde na kuwaweka chini ya utawala wa mke wake lilikuwa ni jambo lililokuwa nje ya fikra zake. Mwishowe Fiona alishia kuinamisha kichwa chake akijituliza na kufikiria kabla ya kuongea. Akauliza kwamba kwa hiyo mnataka nimtafute Hamza alipo na kumkaribisha kurudi nyumbani, si ndio? Mjema akajibu ndio. Fiona akasema kwamba kama ni hivyo, basi naomba kujua ikiwa Hamza atarudi, je, atashikilia nafasi ya ukuu wa ukoo mzima kama ilivyokuwa kwa babu Jemadali? Aliuliza Fiona. Samara baada ya maneno hayo kusikika, Makame na Chifunda macho yao yalijawa na hali ya ubaridi, huku wasiwasi ukiwajaa. Upande wa Afande Simba macho yake yalichanua kwa kufurahishwa na kauli hiyo ya Fiona.
Mjema aliyesimama pembeni ya kiambaza hicho, uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi. Alishia kutoa kicheko cha yaani kama kile cha kujilazimisha tu. Kisha akasema ya kwamba Fiona, kuhusu jambo hilo bila shaka tutasubiri mtazamo wa Hamza mwenyewe na ndipo tutajadili zaidi. Ukoo wa Simba na familia za watu zaidi ya 10,000. Kwa hiyo ni ngumu kwa mababu kukubali moja kwa moja. Wenyewe wanataka kiongozi wa ukoo wa Simba awe mmoja wao. Fiona akasema ya kwamba kulingana na mila, mtoto wa kwanza wa kiume au mjukuu wa kwanza wa kiume anastahili kuchukua madaraka ya babu au baba yake. Hii ni mila ambayo iliheshimiwa hata na wazee waongo wa kale, ili mradi tu anayerithi nafasi hiyo awe anaheshimika au kuwa na nguvu kuliko wengine wote. Na kwa mantiki ya kile mlichoniambia, kwa sasa Hamza ndiye mwanandugu mwenye nguvu kuliko yote na vilevile ni mjukuu wa kwanza wa jemadari. Aliongea hivyo Fiona. Asa Makame akasema ya kwamba ingawa ni kweli Hamza ni mtaalamu mkubwa sana likija swala la mafunzo ya nishati, bado ni kijana mdogo tu asiye na uzoefu wa kutosha na vigezo. Kwa yeye kuwa kiongozi wetu katika umri alionao ni swala linalopaswa kuzingatiwa kwa uangalifu. Alafu kubwa zaidi, bado hakuna uhakika kama yupo tayari kurudi kwenye ukoo wake na kutambua mababu zake. Hivyo hili ni swali linalopaswa kujibiwa baada ya swali la awali kupata majibu. Aliongea Makame. Fiona akasema kwamba ndugu mababu, ingawa mimi natambulika kama mchumba wa Hamza, Hamza mwenyewe hajawahi kurudi hapa nyumbani. Ikimaanisha macho yake hayapo kwangu kabisa. Hivyo naona kama mnanipa umuhimu ambao hata sina. Kama nikitoka na kumfuata Hamza na kumweleza juu ya hili, nitakuwa najiona wa muhimu kwake. Na Hamza pia ataona yani kama najitengenezea umuhimu ambao sina kwake. Hivyo kama msiponihakikishia kwamba Hamza akirudi anakuwa kiongozi wa ukoo, basi mimi sina ujasiri wa kumtafuta Hamza na kuongea naye chochote. Mimi naona tu kwa sababu hamjafikia maamuzi juu ya hili, sina jinsi zaidi ya kuendelea kusubiri kuliko kwenda kupokea kejeli kutoka kwa Hamza. Mjema akasema, Fiona, wewe ni mwanamke mrembo sana, tena unayevutia kama malaika. Inakuaje Hamza akuache tu ukikaa kwenye chumba cha ukoo peke yako? Usijidharau kabisa bwana. Kwa mtazamo wangu unatakiwa kupigania furaha yako pia. Fiona akasema, mjomba Mjema, hapo naona kama umezidisha tu. Ni kweli najua mimi ni mzuri, lakini simzidi Regina kwa chochote, iwe kwa uzuri au kwa uwezo. Afu isitoshe, kama sio Hamza, mimi ningekuwa nimeshakufa muda mrefu tu. Nina deni kwake na familia yangu pia na deni kwake. Hivyo sitaki kumbebeshia mzigo. Chifunda kauliza kwamba wewe mtoto, kwa hiyo sasa unasema kwamba hutaki kwenda kuongea naye ama? Fiona akasema, babu Chifunda, mimi kama sehemu ya ndugu ukoo wa Simba, natamani kuona familia zetu zikizidi kustawi. Lakini vile vile mimi ni mchumba wa Hamza. Haijalishi ananikubali au hanikubali, bado napaswa kufikiria katika mtazamo wake. Nyie mmekuja na kutaka nimtafute Hamza na kumshawishi kuja kutambua mababu zake, lakini hamtaki kumpa kila anachostahili. Mimi naona mnachofanya ni kunichokoza tu na kunionea tu kama mchumba wake. Chifunda kwa hasira akasema kwamba wewe, yani unathubutu vipi kuongea hivyo Fiona akasema, mimi ni mwanamke tu, pasipo ulinzi wa kiambaza hiki mnaweza kuniua muda wote. Hata hivyo bado nipo tayari kuongea ninachopaswa kuongea na kupigania ninachopaswa kupigania, kwa sababu ingawa mimi ni mwanamke haimaanishi mimi ni mdhaifu. Basi majamaa hao wa familia Chifunda na Mjema walijikuta hawana jinsi. Kwa pamoja walimwangalia Fiona kwa hisia zisizoeleweka. Fiona aliishia kuonyesha heshima, kisha pale pale akaingia ndani ya ofisi ya kiambaza cha jemadari na kufunga mlango. Asa Chifunda kwa ukauzo akasema kwamba huyu binti huyu anamjali sana Hamza. Yaani anataka Hamza awe kiongozi wa ukoo wetu wote. Inasikitisha kuona na mawazo ya namna hiyo bana. Basi upande wa pembeni Mkale Mbivu na Afande Simba waliishia tu kuwa kimya. Kwenye macho yao waliona ni kama kitu ambacho yani Hamza kuwa kiongozi wa familia ni jambo ambalo wao wanalitaka, lakini kwa sababu muda huo alikuwa dhaifu, waliona ngoja tu akae kimya. Hawakuongea neno. Upande mwingine Mjema alishia kutoa tabasamu tu na kisha pale pale akasema kwamba mababu, haijalishi Fiona na kiburi namna gani, lakini hili swala hawezi kuliamua yeye mwenyewe. Msisahau sio yeye pekee ndani ya familia Mbale. Basi Makame na Chifunda macho yao yalichanua mara baada ya kusikia hivyo. Waliishia kuangaliana na kisha pale pale wakatingishiana vichwa. Upande wa Afande Simba alijikuta akikunja sura huku wasiwasi ukimvaa usoni.
Kishindo kikubwa kilisikika. Kilikuwa ni kishindo cha kutetemesha ardhi. Ilionekana volkano ikiruka na kutua juu ya maji ya bahari, huku visiwa vilivyo karibu navyo vikiungua kwa lava. Katika eneo hilo la hatari sana, ambapo lava, volkano na maji ya baharini vinaungana, kilionekana kivuli cha mtu kikiwa kimeshikilia silaha juu ya bahari na kuruka angani. Mtu huyo aliyekuwa uchi kabisa na mwili uliochorwa kwa ufanisi wa misuli alikuwa ni kijana wetu Hamza. Hamza alijirusha juu ya anga na akiwa ameshikilia silaha mkononi alifyatua moja kwa moja kulenga bahari. Wimbi kubwa la mwanga wa kusudi lilitoka kwenye silaha ile na kushuka kwa nguvu, likiwa kama kimondo kizito. Ni muda huo wimbi la nguvu lilianza kuonekana likitokea chini ya maji kama tsunami hivi, na shimo kubwa likajitengeneza, likifanya volkano iliyokuwa chini ya sakafu ya bahari kutingishika kana kwamba ingelipuka muda wote. Upande wa mbali katika kisiwa cha Toharani, milipuko hiyo ya volkano iliyosababishwa na Hamza kufanya mazoezi iliwashtua. Kama wangeshuhudia hatari ya kile ambacho Hamza alikuwa akifanya, wangeelewa kwa nini alichagua kisiwa kisicho na dalili ya binadamu. Mifyatuo hiyo mfululizo ya nguvu ya kusudi ilikuwa ni bahari pekee ambayo ingeweza kuvumilia. Mara baada ya Hamza kumaliza kufyatua silaha yake, midomo yake ilionekana kuchanika kwa ukavu na alionekana kupumua kwa nguvu kama mtu aliyechoka sana. Ukweli ni kwamba alikuwa amepitia mgawanyiko mara 5 mfululizo, na sio hivyo tu, alikuwa akijifunza pia mbinu ya ngoma ya jini kichaa katika kina cha bahari. Sasa presha kubwa ya maji haikuwa kitu ambacho mtu wa kawaida anaweza kukinzana nacho. Hata Hamza mwenyewe hakuweza kwenda kwenye kina kirefu zaidi. Alikuwa katika kina ambacho aliamini mwili wake ungeweza kuhimili, licha ya kwamba alikuwa katika hali ya mgawanyiko. Eneo hilo lilikuwa na maji baridi sana, na alihitaji hivyo kwa ajili ya kuimarisha mwili wake. Kila mara alikuwa akifanya mazoezi mpaka pale anapohisi mwili wake hauwezi kuhimili zaidi na pumzi kumishia, ndipo urudi juu angani, huvuta hewa na kuachia mapigo ya kusudi. Uendelevu huu wa mazoezi ulizidi kuimarisha mwili wa Hamza na nguvu yake ya kusudi pia. Hamza alikuwa kama silaha inayotengenezwa kwa moto kisha kupouzwa kwa maji. Mara kwa mara aliguswa na joto kali la mlipuko wa volkano kisha hutumbukia kwenye maji ambayo ni ya baridi sana kwa ajili ya kujipoza. Sasa licha ya kuhisi mateso makali, bado aliendelea kuvumilia. Hamza mara baada ya kuona amefikia kikomo chake na hawezi kuendelea kuwa katika hali ya mgawanyiko, alijitahidi kuruka na kutua kwenye kisiwa kisicho na milipuko, sehemu aliyoacha vitu vyake. Mara baada ya kutua, alisogelea hifadhi yake, akatoa vipande vya nyama vilivyokaushwa na chakula kingine alichobeba, kisha pale pale akala vidonge viwili alivyotengeneza kwa kutumia uyoga wa uhai, na kisha akaanza kutahajudi. Baada ya nusu saa, nguvu zake zote zilirudi. Hamza pale pale alifumbua macho yake, mwanga ukayavaa macho yake, kisha akajiongelesha mwenyewe. Siku 5, kila siku tofauti na siku ya nyuma. Inaonekana mbinu hii ya mazoezi imekuwa na mafanikio makubwa kwangu. Hata hivyo sijui kama uwezo wangu utaimarika kwa kiasi gani endapo nitafanya mazoezi kwenye lava ya volkano. Kama mpiganaji yeyote angesikia maneno ya Hamza, angetapika damu. Yaani kuendelea kufanya mazoezi kwenye lava ya volkano, hayo sio mafunzo bali ni kujitoa kafara. Ukweli ni kwamba kama sio Hamza kuwa na uyoga wa kiroho pamoja na nguvu ya kusudi na mbinu ya silaha ya hiari, asingeweza kufanya mazoezi ya ukichaa ya kuzama kwenye kina cha bahari kwa muda mrefu. Kwa wapiganaji wa kawaida, hata mababu wa uungu wa kale waliokuwa wamefichoni kwa miaka mingi hawawezi kufanya mazoezi ya kichaa na hatari namna hiyo. Sasa kitendo cha Hamza kutaka kufanya mazoezi kwenye lava ya volkano ambayo joto lake linafikia hadi degree 1000 hayakuwa mafunzo tena, huko ni kuweka rehani uhai wake. Kwa msikilizaji, tutaendelea wakati mwingine kuendelea kufahamu mazuri zaidi kwenye hii simulizi ya Hamza na kipi ambacho kiliendelea huko kwenye maabara, ikiwa ni pamoja na zoezi la kuendelea kumfufua Angel. Na haya mazoezi ni kwa ajili ya nini msikilizaji?
Safari yetu bado inasonga mbele. Ni kukumbusha tu mtayarishaji wa hii simulizi ni Singano JR, na mimi niliyekusimulia ni Lucas Lumbas. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, atukutanishe sehemu inayofuatia. Wote tuendelee kuwa na uzima wa afya tele. Tukutane hapa Lumbas Simulizi. God be with you till we meet again. Bye bye.